Malkia, ondoa hofu. Wanaofanya uharibifu, ngoja niwahi mara moja niwe nikawazuia. Kuwa na amani Malkia. Magembe. Naam, mtukufu Malkia. Hivi unaweza ukaniambia zile nguo siku ile ulizitoa wapi? Ni urithi wa mababu zetu ambao tumepewa ili tulinde ukoo wa kichifu. Wala si uchawi. Kama ni kweli, naomba niangalizie huyu. Mketege, kamanda wetu wa kijiji chetu cha Navirago na kuona. Umetoka wapi huko? Nimetoka zangu shambani. Shambani kufanya nini tena ndugu yangu? Kaka, shambani unauliza maswali kama haya? Ni kwa zangu kuangalia mazao. Wewe usiulize maswali magumu. Lakini kuna kitu nilitaka nikushirikishe kidogo. Ndio. Kinachoendelea hapa kijijini. Ndio. Kuna vitu vinaendelea hapa kijijini ni vya siri sana. Vitu gani tena hivyo? Lakini mimi nimebahatika kuviona. Unamfahamu mdogo wake na Papara? Yupi huyo? Yule Wande. Wande namfahamu. Naanza kufikiria. Namfahamu. Yule mwanamke sio wa kawaida. Ana nini tena? Yaani ninapozungumza sio wa kawaida kwa sababu kitu nilichotegemea kwamba nitakiona kwake na kwamba nitakipata kwake ni tofauti kabisa. Mwanamke ni mchawi. Ni mchawi? Yule binti ni mchawi. Alafu yaani siwezi kukuelekeza mara mbili bwana. Tumeingiliwa. Mpaka sasa hivi nilipo hapa nawaza lililonitokea. Malkia ameniagiza nimchukue yule binti nikamfunge sehemu. Nimefika naye kule, nimemfunga kabisa, yupo kwenye mti, lakini cha ajabu namuona upande wa pili ananiinulia mkono. Wewe Malkia, uwe na amani. Ni mweupe tu, hana uchawi wowote. Na kama unanihisi ijibu moyoni, kama unaniona niokoe rohoni. Sikuhitaji damu, sikuhitaji cheo, nilihitaji upendo. Sawa, lakini kwa nilichokiona jana bado nina wasiwasi. Wewe nawe sijui ulikuja kufanya nini? Kuna watu wanauzi duniani hapa. Yaani mtu unamwamini, unampa kazi, aifanye vizuri, hawezi kuifanya vizuri. Siku sini nyingi. Hawezi kunifanyia mimi madudu haya. Kwani imekuaje?
unatafuta nini huko? Ulikuwa unatafuta nini huko? Sasa unakuja unakamata, unaingia kwenye mtego ambao hawataka kuhusu. Ulikuja kufanya nini huko? Ulikuja kufuata nini huko? Sina kuuliza. Nina wasiwasi. Mtukufu Malkia, ningehitaji nijue kitu kimoja kutoka kwako. Kwa nini ulienda ile sehemu na ukunihusisha? Vipi kama ungepata matatizo, kijiji chote kingeangukia gizani? Nimefungwa kinywa, siwezi kusema. Wivu wa mapenzi ulinivua utu kwa ajili yako. Nimepoteza dunia. Macho yangu yalikuwa kikwazo, sauti yangu ilikuwa tishio. Akaamua kunifuta ili abaki peke yake moyoni mwako. Na kama unanihisi, ijibu moyoni. Kama unaniona, niokoe rohoni. We. Na misuri yote hiyo? Hapo hapana. Magambo. Unaenda pabaya. Unataka kwanza kunikosea sasa hivi na kuchinjia. Hamna rafiki yangu. Bwana nilikuwa nakutania tu jamaa yangu. We kamanda kabisa, kamanda yetu wa kijiji hiki. Mbona tunakuaminia sana jamaa yangu? Wewe. Usichukie bwana. We noma. Sawa. Sasa sikiliza. Mimi ishu yangu mimi na yeye haijaisha. Si unanielewa? Yaani popote nitakapomkuta, sehemu yote nitakapomuona, ama zake ama zangu, hawezi kunizalilisha mbele ya Malkia. Hivyo. Huyu anakuja. Sawa, haina shida, tutaonana baadaye. Sawa. Papala, nilidhani hutanikumbuka tena. Kwanza nashukuru umerudi salama. Tumeweza kuonana tena. Niliondoka kwa muda mrefu sana huku, lakini moyo wangu haukuwahi kuondoka huku. Muda wote nimekuwa nikikufikiria. Hisia zangu za mapenzi hazijai kupotea kwako. Nakupenda Papala. Malkia wangu Shali. Ni wakati wa kuwa muwazi sasa. Maana nimeudanganya moyo wangu kwa muda mrefu sana. Unamaanisha nini Papala? Ukweli ni kwamba katika moyo wangu hakuna mwanamke anayempenda zaidi ya Nana. Papala, Nana na mtu anampenda na si wewe. Hilo sio jukumu lako kuamua. Tafadhali Papala, usiumize moyo wangu na wala usiumize mwingine. Nilikuwa na shauku kubwa sana niliporudi nyumbani. Na furaha yangu kubwa ilikuwa ni kukutana na mtu ambaye nampenda. Tafadhali
Usiniumize. Malkia wangu mtukufu Shali, naomba nikuweke wazi na nikwambie ukweli. Kwa sasa moyo wangu una nafasi ya mtu mmoja tu ambaye ni Nana, mdogo wako. Misitusema nenda uambie dunia binti yetu yuko hai. Nenda uambie dunia misitusema nenda uambie dunia. Hivi wewe utanikimbia mimi mpaka lini? Nakuuliza, utanikimbia mimi mpaka lini? Kivipi? Wewe ni guruguru sana, afu umekaa kimbea mbea tu. Sasa nisikilize tena, unisikilize kwa makini. Kaa mbali na maisha yangu. Lakini dada Wande, mimi sijawahi kufuatilia. Mbali na maisha yangu, la si hivyo nitakacho kufanya utakaa ukaamini maisha yako yote. Yaani nitakuchinja, nitakutenganisha kichwa pembeni, iki kiuno pembeni. Sijui unanielewa? Kaa mbali na maisha yangu. Wewe unajifanya guruguru sana. Alafu sijaanza kukuona leo wala jana. Mara kibao tu nakuona unaingilia kwenye njia zangu. Sasa wewe endelea. Takacho kufanya, fanya. Saidi yako Mwenyezi Mungu. Sijui unanielewa? Endelea kuwa guruguru. Yatakutokea puani. Kama unafikiri mimi nakutania wewe, kamuulize Mketege. No. We mukorugwe. Wani fioni we mukorugwe mwe. Ase. Mwe. Oye na apya. Na araba. Uyu kambure manana sagune. We mukorugwe. Na apya. Kijiji chitiche. Chingiriribwe. Ndio mwanamke anayempenda kuliko mwingine yoyote. Hivyo katika hili sina mengi ya kuzungumza. Yangu ni hayo tu. Papala. Nilikuwa na ndoto, nilikuwa na sauti, nilikuwa na macho ya kukuona ukinitazama. Leo ni giza tupu, kimya kinaniuma. Kosa gani nilistahili kuangamizwa? Nimeachwa gizani, siwezi kuona, nimefungwa kinywa, siwezi kusema. Wivu wa mapenzi ulinivua utu kwa ajili yako. Mimi ni dada yako, niambie, una tatizo gani? Shida ni Kasongo. Kasongo? Kasongo kafanya nini? Kinachoniumiza mimi ni kumwona Kasongo yupo karibu na Wande. Naumia. Basi, nimerudi. Usiwe na wasiwasi. Nipo kwa ajili yako. Sawa.
Basi mdogo wangu, nitamfuata Wande, nitazungumza naye. Niseke kuingiza kwenye matatizo ambayo yanguhusu. Taki. Naelewa Nana, mimi ni dada yako. Furaha yako ni jukumu langu, na niko tayari kufanya hivyo. Sawa. Sawa. Na Virago Magamba, Malkia wangu, nimekuja na taarifa njema sana leo, na imani utazifurahia. Malkia wangu ana Virago, mwanamke ambaye unatesa hisia zangu, mwanamke ambaye unaninyima usingizi, nimekuja kukuletea taarifa. Natumai utafurahi sana kwa taarifa hizi. Taarifa yangu ya kwanza kuhusu mdogo wangu Wande. Nafikiri nimemdhibiti vilivyo, hasa kwa kipigo nilichompiga jana. Natumai kwamba hawezi kukusumbua kwa chochote kile, hawezi kuleta shida yoyote kwako. Na wakati niko msituni nilikutana na mlinzi mkuu Mageme kule msituni, na akaniambia kwamba hali yako kiafya si nzuri. Hivyo nimekuja nikujulia hali Malkia wangu. hali yangu mimi inakuhusu nini wewe? Yaani maisha yangu mimi kwa jumla wewe yanakuhusu nini? Malkia wangu, si kwa ubaya na sipendi kukusumbua. Tambua fika ni hisia zangu zinanitesa. Hakuna mwanamke anayempenda zaidi yako. Wewe ndio mwanamke pekee unayetesa hisia zangu. Unafanya mapigo yangu ya moyo yaende sawa. Tambua nakupenda kwa dhati sana. Yaani ungejua haupo hata kidogo kwenye moyo wangu, hata serusi haupo. Ungejua ninavyokuchukia wewe kaka. Nakuchukia, sikupendi. Sio wewe, sio mdogo wako Wande. Kiufupi hata nikiwaona tu unanichafua. Kwa hiyo umekuja kuniambia ili nikusaidie nini? Malkia, Sikilize. Kwa sio type yangu. Nanielewa? Nitazame vizuri. Umepotea njia. Nakuchukia. mimi pia sipendi kukusumbua. Tambua fika kwamba nakupenda sana, na sina mwanamke mwingine anayempenda zaidi yako. Kumbe uchizi eh? Mageme. Na mtukufu. Naomba nitolee takataka. Na kama unanihisi ijibu moyoni, kama unaniona niokoe rohoni. Sikuhitaji damu, sikuhitaji cheo. Sio, shida nini? Shida nini? Unakimbia nini sasa? We. Tatizo ni nini? Tatizo ni nini? Papala, tuondoke. Kwanza hapa sio sehemu salama kwanza, tuondoke. Tuna muda wa kupoteza hapa, sio sehemu salama. Mbona kama tuelewani? Tuondoke, mbona uelewi?
Hatuna haja kukaa tena kwenye msitu hapa, tuondoke. Nielekeze sasa nikuelewe. Kwani kuna nini huko? Wewe tuondoke bwana, vipi? Nilikuwa na macho ya kukuona ukinitazama. Leo ni giza tu, kimya kinaniuma. Kwa kosa gani nilistahili kuangamizwa? Nimeachwa gizani, siwezi kuona, nimefungwa kinywa, siwezi kusema. Wivu wa mapenzi ulinivua utu kwa ajili yako, nimepoteza dunia. Macho